Hujambo, karibu kwenye nakala halisi ngumu dhahiri. Leo ikiwa ni siku njema ya Alhamis, tunazungumza hapa kupitia Zamaradi TV channel namba 413 kwenye kisimbuzi cha Azam. Jina langu ni Malik Mansur na kukaribisha. Karibu. Kwenye hard copy leo tutakuwa na mazungumzo ya moja kwa moja kutoka kwa kiongozi huyu wa Chama cha Mapinduzi. Amewahi kuwepo kwenye ndani ya umoja wa wanawake wa Chama cha Mapinduzi Tanzania UWT akiwa kama kiongozi, lakini pia ameshawahi kuhudumu sehemu mbalimbali serikalini, nafasi ya juu kabisa kama mpishi mkuu kabisa wa Ikulu. Amewahi kuhudumia pale Ikulu serikali za awamu zilizokwisha. Nafikiri kwa awamu ya 3 ile Benjamin William Mkapa mpaka serikali ya awamu ya 4. Baadaye akaja kuwa mbunge kwenye bunge la 10. Baada ya kutoka kwenye ubunge wa jimbo la 10 hakufanikiwa kwenye bunge la 11 na bunge la 12, na sasa akajaribu kete yake kwenye bunge la 13 na alitaka kutokea hapa kwenye uchaguzi huu, lakini mchakato ndani wa Chama cha Mapinduzi ukambwaga chini, haukuwa sehemu yake. Wajumbe hawakufanya vile ambavyo alitarajia. Ana nafasi nzuri sana ya ushawishi. Amewahi kuwa mkuu wa wilaya, pia akihudumu kwa nafasi hiyo serikalini. Anaitwa Mchungaji Assumpta Mshama. Tunaye kikao naye hapa kwa njia ya mtandao. Tutazungumza naye mengi kuelekea kwenye uchaguzi 2025, hali ilivyo kwa chama chake na uhalali ule unao chama chake kuelekea uchaguzi wa mwaka 2025. Karibu nami ujiunge nami kwenye mazungumzo haya. Bi Assumpta Mshama, bila shaka tunasikilizana vizuri na unanipata vizuri hapa. Tufanye mazungumzo haya ya moja kwa moja. Hebu kwanza utuambie, kwa wasio kufahamu, profile yako hasa. Wewe ni nani? Pengine unajua watoto hawa wa miaka 2000 wanaweza wasifahamu kariba yako hii imejengwa kwa namna gani? Karibu. Asante sana. Awali ya yote na shukrani mbele za Mungu na mbele zako mtangazaji na kila mtu anayetusikiliza kupata nafasi ya kuongea na chombo hiki muhimu sana. Na najiona nimebahatika hata kutafutwa, niko mbali kabisa huko Kagera, lakini nikaona tuongee. Kwanza niseme naitwa Assumpta Nshunju Mshama, ni Muhaya, natoka wilaya ya Misenyi ambako ndiko nilikozaliwa. Baada ya hapo nimefanya kazi kama cabin crew wa rais, yani kwa maana nyingine mhudumu wa ndege za serikali. Baada ya hapo nikawa skipper, mtunza nyumba ya rais. Baada ya hapo nikaona nimekaa na wanasiasa hawa, naweza na mimi nikajaribu. Kwa hiyo nikaanza kama mwenyekiti wa UWT 2007, nikachaguliwa kuwa mwenyekiti wa UWT wa wilaya Misenyi. 2010 nikawa mbunge wa jimbo la Nkenge by then, lakini leo imebadilishwa linaitwa jimbo la Misenyi. La Misenyi. Hapo ilikuwa jimbo la Nkenge. Kwa hiyo 2010 nikawa mbunge, na mbunge sio kawaida. Nilikuwa mbunge aliyepata kura nyingi kuliko wabunge wote waliokuwa katika bunge la 2010. Walipata 96% za wapiga kura. Kwa hiyo na wakati huo kura zinapigwa, hazipigwi na wajumbe, zinapigwa na wanachama wote wa jimbo. Kwa hiyo Mungu akanisaidia, nikafanikiwa, nikawa mbunge. Lakini 2015 nikawa DC wa Nging'ombe. Pale tunapomalizia 2015, kabla kura zijapigwa, kwa kuwa sikuteuliwa, nilichaguliwa kuwa DC. 2016 nikawa DC wa Kibaha. Kwa hiyo kwenye mwenyekiti wa UWT nimeserve miaka 10. Miaka 10? Miaka 10. Na ubunge nimeserve miaka 5. Serikalini nimeserve miaka 5.
Hivyo baada ya hapo sikufanikiwa kurudi bungeni, lakini 2025 nikagombea, kura zangu hazikutosha, wajumbe wakaamua wanavyoweza kuamua. Kwa hiyo sasa hata wakati niko mbunge nilikuwa naendelea na uchungaji. Kwa hiyo nimeenda darasani nikasomea na nina doctorate ya divinity. Kwa hiyo safari yangu ndio hiyo mpaka hapo hivi tunavyoongea, niko na UWT, naendelea kufanya kazi chama cha Mapinduzi. Unafanya kazi UWT kama nani sasa? Kwenye kampeni, niko kwenye kampeni kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba wanawake tunamunga mkono mwanamke mwenzetu kupata kura za kutosha. Sasa umeanza kuwa mchungaji alafu kapita kwenye siasa. Sisi tunaamini na pengine wengine wanaamini pia kwamba uchungaji ama uongozi wa kidini ni uongozi wa juu kabisa kuliko uongozi mwingine. Na pengine nyinyi mlipaswa mjitenge na siasa kama viongozi wa dini. Imekuwaje sasa uingie kwenye siasa na wewe ni kiongozi wa dini? Nadhani ni kosa kabisa kusema hivyo. Hata kuna vitabu vimeandikwa God is politics. Unajua politics sio dhambi mchungaji kuwa. Tena ingependeza wachungaji wakawa na siasa. Unajua nini? Sikiliza. Tunaamini unapokuwa mchungaji kuna vitu ambavyo vya Mungu utaviwakilisha katika chombo cha kutoa maamuzi. Kwa hiyo pale hatuendi kufanya ibada, lakini kile kitu kipawa Mungu ametupa kinaweza kusaidia zaidi katika chombo cha maamuzi yamkini kuliko kada. Na inategemea wewe ni mchungaji wa namna gani. Sio tu mchungaji, wewe ni mchungaji, unasimama katika uchungaji. Kwa hiyo usilichukulie tu kwamba na nikwambie kila kitu ni politics. Unalijua hilo? Kwamba kila kitu ni siasa. Utanisaidia kitu kimoja. Kila kitu chawezekana kwa siasa, lakini kwa nini isiwe kwenye maombi? Kwa nini isiwe maombi yafanikishe yale matakwa ya maamuzi? Kwa nini divine ile ya kiungu isihusike kwenye kufanya maamuzi? Kwa sababu nyinyi mnakutana pengine au mnaonyeshwa mambo ya kiungu yaliyo ya juu kabisa kuliko viongozi wa kidunia. Viongozi wa kidunia wakitaka muongozo, kutulizwa kwenye amani, wanakuja kwenye viongozi wa dini. Kwa maana nyinyi mna renki kabisa. Kwa nini sasa hautaki kutumia renki ya juu na kuja kung'ang'ana kwenye renki hii ya chini ambayo ni ndio renki ya uongozi wa kawaida ambao hauna maono ya kiungu? Sasa naomba nikujibu. Unaweza kunieleza madhara ya kuwa kwenye chombo cha maamuzi kama ukiwa mchungaji? Labda nije nianzie pale. Ni madhara gani unayaona mchungaji akiwa kwenye chombo cha kusaidia watu? Ngoja nikueleze. Unapokuwa mbunge manake ni tulia basi. Yaani bayo wenyewe waandishi wa wabishi hamtaki kupokea. Sikiliza, tulia nikupe sababu. Una sababu gani unazoziona na baadaye utanijibu. Lakini mimi ninachojua, mbunge, mimi nimekuwa mbunge mzuri sana hata leo. Sione wajumbe tena, Mungu anajua. Lakini nimekuwa mbunge niliyebeba mahitaji ya watu. Nimekuwa mbunge tofauti ya mjini na wabunge wengine. Nimefanya kazi ya wananchi kwa moyo mmoja. Sikiliza, nikiwa mbunge, mimi ndio nilipeleka oja ya kuomba serikali izuie kupiga kura Jumapili. Je, ningekuwa siko bungeni, ningepata wapi nafasi ya kutetea siku ya Mungu kuachwa ili watu waende kumwabudu Mungu? Na nikasema Ijumaa pia isiguswe wala Jumamosi isiguswe. Kitendo cha kufanya hivyo, Tanzania leo kura zinapigwa nje ya siku ya Jumapili. Sijui umenielewa? Lakini je, nisingekuwepo, ningemteteaje Mungu kwamba Mungu anaabudiwa Jumapili?
Na watu baada ya kusikiliza, badala ya watu Ijumaa waache kuswali waende kujipanga foleni, watu Jumapili waache kusali waende kujipanga foleni, lakini kuwepo kwangu pale. Uliingia bungeni kumtetea Mungu tena? Ninachosema nimeenda Mungu. Kwani kuna Mungu kuna wananchi? Hapo ninachoongea kwani Mungu anasali? Mungu anaenda kanisani? Nimeenda. Nasema hivi, wewe kama unatafuta kupinga una nafasi, maana unaweza, lakini nimekupa point moja kwamba wananchi waende kusali Jumapili. Ningekuwa sio mbunge mpaka leo wangepiga Jumapili. Na wale Wakristo wengine, naamini kuna taifa hili lina watu wasiokuwa na dini kabisa. Sawa kabisa. Na watapata mtetezi wao. Kwa hiyo wao kwenye wawakilishi wao watapatikana, kwani lazima unaamini watu wa bunge wote walio bungeni wanamjua Mungu? Si kuna mtetezi wao naye anajua maisha yao. Sana asante. Safari hii ndio kama hivyo, chama kilikutoa, pengine kura zako hazikutosha. Sasa unadhani huu ni ishara ya upungufu wa demokrasia ndani ya Chama cha Mapinduzi, au ni mapenzi ya chama peke yake? Chama kimekutoa kwenye mchezo, wewe ulikuwa unahitaji. Sasa hii ni demokrasia. Anayekupeleka kule sio chama peke yake, ni wananchi ambao unatakiwa kwenda kuwatetea. Wananchi wanachagua wanayemtaka. Kwa hiyo unaweza kurudi wakasema mama pumzika au baba pumzika, naenda mtu mwingine. Kwa hiyo swala sio chama, na nikwambie chama kina haki. Unapoanzisha chama chako unakuwa unajua namna utakavyopanga namba zako za mchezo. Unaweza kaona Assumpta alifaa 2010, lakini 15 kuna naye mzidi. Lakini pia anaweza kuwa mzidi lakini matakwa ya yule anayetaka. Unaelewa? Matakwa ndio yanafanya kazi. Yaani hao watu wanakuhitaji wewe. Unaweza tena ukapata kura ndogo au nyingi, lakini wakasema huyu ndo aende. Kwa hiyo demokrasi iko vile. Lakini pia chama lazima kipime kinamtaka nani kwa sasa. Kwa hivyo mimi na kama chama sasa, au wengine wa chama hawakukuona wewe nafaa kwa kipindi hiki. Kwa nini tuamini kwamba kwa kipindi kilichokwisha ulikuwa kiongozi mzuri? Utaamini kwa matendo yangu. Vipi? Utaamini kwa namna ambavyo si unaona kazi zinajulikana. Mimi na wewe na kipindi hiki wakisema hapana kuna mwingine bora kukuzidi. Kwa nini tuamini kwa bora kipindi hicho? Unaamini kwa sababu kuna matakwa na kuna uwezekano kwamba kipindi hiki umefanya, na sasa kwa sababu mnaenda kwenye kura ujipereki. Kula zinaweza kufanya hivyo, lakini mpaka leo kawakuta kwenye jimbo hilo alama zinaweza kufanya kazi ni za kwako. Kwa hiyo katika akili ya mwanadamu kuna namna ambavyo mwanadamu anaweza akaangalia. Sio kwamba Mamshama hawezi. Sio kwamba mimi nimepungukiwa. Lakini wakati unaweza kuwa umeshapiga kura unajuta, aise tungejua tungeendelea na Mama Mshama. Hiyo ipo. Kwa hiyo dunia hii huwezi kushikilia kwamba kwa sababu nimefanya vizuri sana lazima wanichukue. Lakini inawezekana kutokukuchukua. Kwa mfano mtu akakupita kura 9. Anakuwa ameshindana. Lakini pia kuna vitu vingine ambavyo uongozi unakura nyingi, lakini wenye chama tuna ngazi, tuna viongozi ambao unaweza kusema tunampa huyu. Sasa hiyo haimaanishi uwezi, lakini nafasi ni moja. Kwa hiyo ni lazima kila jambo na wakati wake. Sisi uzuri, yamkini Mungu alikuwa amenipeleka mimi kwa ajili ya kubadili Jumapili tu, na kazi ya Mungu imeisha. Then uhitaji wameniacha. Kazi Mungu aliyotaka uende kuifanya umeifanya, imeisha. Basi na tangu nimemaliza mimi kazi ya bunge sijawa bure. Nimekuwa nikifanya kazi za chama, nimekuwa nikifanya kazi za Mungu. Kwa hapo ndipo kuna fumbo la imani pale. Sawa.
chama chako kinaingia kwenye uchaguzi Ndiyo. Huku kikiwa chama kikuu cha upinzani chenye wafuasi wengi kabisa. Ndiyo. Zuiliwa kumejitoa kwenye uchaguzi. Amani kama Chama cha Mapinduzi mnaipata wapi pengine ya kushiriki uchaguzi ambao wapinzani wenu wenye wafuasi wengi zaidi hawapo mchezoni? Hata ushindi wenu una maana gani? Sikiliza nikueleze ndugu yangu. Kuna maswali nitakujibu, kuna maswali sitakujibu. Basi sitaki kuwa mfundi wa kila kitu. Mimi ninachojua tuko kwenye ushindani na vyama vya kushindana vipo. Kukosekana kwa vyama viwili vitatu, hakuna, na sisi sio tulioamua waliocha. Usipofuata utaratibu unaweza ukajikuta uko nje ya mchezo. Sasa mimi hili nikuombe sana, mtafute katibu mkuu muulize hilo swali. Mimi hilo swali limenizidi uwezo. Mimi najua niko huko natafuta kura za CCM. Kwa hiyo ukitaka maswali kama hayo mtafute katibu mkuu, tena ni mwanamama Spavu atakujibu. Nitakuuliza maswali ya jumla kama unavyotazama kwa sababu ni uhuru pia wa maoni. Chama kinaingia kwenye uchaguzi, tume ya uchaguzi ikiwa inashutumiwa kwa kukataa wagombea wa upinzani wengine walioingia sasa hivi kwenye mchakato licha walioamua kujitoa wenyewe. Kuna wapo ambao tume ya taifa ya uchaguzi ambayo inaitwa huru kama Luhaga Mpina wa ACT kutolewa. Sasa hii inamaanisha nini? Ishara yake ni nini? Ni ukosefu wa uhuru ama ni kisingizio tu cha chama cha upinzani kwa vyama vya upinzani? Unajua ndugu yangu, hilo sio technical. Hiyo umeuliza specific question ambayo bado naona mimi sijui. Yaani sina uwezo wa kujibu. Na nitakwambia yale ninayoweza kujibu nitakujibu. Sasa Mpina sijui nini, mimi sivielewi. Mimi sielewi sababu. Mimi sielewi kwa nini hayupo. Mimi naelewa tunaingia uchaguzi na wako wanaostahili wako uwanjani wanaendelea kuomba. Sasa hilo kesi iko mahakamani. Ngoja kwanza tuongelee. Kuna mambo mawili umeniuliza, kesi ziko mahakamani. Haturuhusi kuongelea kitu kiko mahakamani. Kwa hiyo I'm sorry. Kesi ya Chadema iko mahakamani, sikiongozewa yuko mahakamani kwa ajili ya uchaguzi. Lakini wao walishasema, ngoja nikueleze hili nimelikumbuka. Mtangazaji, wao ndo waliosema kwamba sisi hatushiriki, no reform no election. Sisi hatuwezi kwenda. Sasa reform wanayotafuta ipo, ngoja nisikilize basi mtangazaji, ama sivyo mimi nitaweka mpira kwa pani nikuache peke yako. Sifanye namna hiyo. Sasa usiniulize maswali ya uchochezi. Mimi ninachokueleza kwamba ninachokijua, CCM tunagombea, tumeleta mgombea wetu na vyama vingine vipo, na ndio maana unaona tunashinda, tunatafuta kura. Hatujajiwekeka kwamba tuko peke yetu, hapana. Na matokeo yake ni kwamba Mpina mimi chanzo sikifahamu, kwa sababu mpaka nikae chini nisome nielewe nini kimetokea. I don't have time. Mimi nina time ya kuhakikisha kwamba Tanzania inakuwa salama na tunapiga kura na wananchi wanamchagua wanayemtaka. Na kama kuna sababu zozote ambazo zimewafanya hawa wengine wasiwepo uwanjani, ni wao na chama chao, lakini mimi chama changu kipo. Na ukienda kuchokonoa mambo ya wengine yanaweza kukusumbua. CCM tunagombea na tunamgombea. Sasa hivyo vyama vingine vina kesi, mimi siwezi kuongea. Sawa. Turudi kwenye na nibaki hapa kidogo, utaniambia kama utakuwa na uwezo wa kujibu hili ama haujibu haya. Wagombea wa vyama vingine mara nyingi wanaondolewa kwenye upinzani. Nataka uniambie, unadhani kuna ushindani wa kweli hapa ndani wa kisiasa? Upo shindani wa kweli. Hivi ikiwa kwa namna ambayo ipo, ndio. Yaani huo ushindani upo. Kama ungekuwa upo, wewe kwa nini unahesabu chama kimoja? Vyama vingine vipo, vimekuwa form na vimepata hata magari, viko vinaendelea na kampeni. Kwa data unaweza ukanitajia pengine vyama vinashindana na pengine vina wafuasi kiasi gani? Sasa hilo swali ungetumia NEC, watakueleza. Wale wanaosimama ndio watakwambia vyama vingapi,
mimi niko uwanjani natafuta kura za CCM. Kwa hiyo vyama vingapi, I'm not interested. Vyama ni vyama na waliovileta wanajulikana. Kama una haja ya kujua vingapi na takwimu zao, unaenda kwenye NEC atakwambia. Bi Assumpta, umekuwepo serikalini pia, umehudumu kama mtumishi wa umma, wewe ni DC, miradi mikubwa ya serikali imeongezwa. Ndio. Ili pia imekosolewa kwa rushwa pengine na ukosefu wa uwazi pengine wa zabuni. Wewe na chama chako pengine CCM mshachukua hatua gani dhidi ya wahusika? Pengine kuna watu data ziko wazi, ripoti za mdhibiti mkuu na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali zinasema kuna baadhi ya maeneo hayakuwa sawa sawa. Chama chako kinakwenda kwenye uchaguzi sasa, kinajisafisha vipi na haya? Mimi niombe jambo moja. Unaongelea rushwa ya uchaguzi au rushwa zingine? Tunazungumzia umekuwepo kama mtumishi, kwa uzoefu wako kama mtumishi wa serikali na umma, hayo yanakuja katika nafasi ya kuyajibu haya pengine. Kwa sababu ya uzoefu wako wa kazi kwenye utumishi wako wa serikali na kwenye siasa pia, kwa ukibaki hapo kwenye UWT. Kumekuwepo na tuhuma za ubadhirifu wa baadhi ya miradi pengine, na ripoti za mdhibiti mkuu na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali zikaweka wazi baadhi ya maeneo ambayo yamekuwa na changamoto. Chama chako kinakwenda kwenye uchaguzi, kinajisafishaje na jambo hili? Kipo katikati hapa. Najaribu hivi mnasema nini? Kwa maana nyingine, mnasema nini kuhusu wazi na uwajibikaji kwa kwenye maeneo ambayo yanakuwa na changamoto? Wote waliopatikana na changamoto wameshtakiwa. Una uwezo wa kunitajia? Na wote. Sasa mimi ungeniandane, wewe sasa ungejua ni hilo swali, ungeniandane kuletee data. Mimi ninachojua ni kwamba kuna watu wamefanya ubadhirifu, wameshtakiwa, na wengine wako ndani, na wengine wamefukuzwa kazi, na wengine wamepoteza nafasi zao, na wengine wana kesi ziko mahakamani. Kwa hiyo kusema nikumbuka hawa ni watu. Kwa research, unadhani kwa nini data hizo haziko hadharani? Kwa sababu kama ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu, wewe kama mwandishi wa habari umekwenda TAKUKURU wamekunyima hizo data. Kwa nini haziko hadharani kama ilivyotakiwa, kama ilivyotangaza mdhibiti na mkaguzi mkuu? Sikiliza ni kweli. Sasa nchi haiendeshwi hivyo. Kama chama vipi kwamba mnakomesha tatizo la rushwa hapa nchini, ikiwa data muhimu kama hizi zinakuwa sehemu ya paka watu waziulizie ndo zipatikane? Kwa nini zisiwe ni data za wazi tu zinazopatikana, zinazoonyesha jitihada za chama katika kuhakikisha kwamba mnashughulikia masuala ya rushwa? Kwa nini jambo hili linakuwa halina uwazi? Wewe tu ndo hujalitafuta. Wewe unataka zikukute hapo. Nenda ngoja nikwambie mtangazaji. Wewe nenda TAKUKURU leo, watakupa data zote. Wakati wanaongea bungeni walitoa data zote na watu wakaeleza, na zingine zinapatikana katika majarida ya serikali. Nenda mwenyewe TAKUKURU, hodi karibu. Mimi napenda kujua hivi ili nitangaze. Hakuna naye kuzuia. Kwa hiyo nenda kwa mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU, atakupa data. Huyu amefanywaje? Huyu amefanywaje? Huyu amefanya. Je, una taarifa kama kuna wengine wamefungwa? Kuna wengine wamekamatwa? Kuna wengine wako ndani? Kuna wengine walio kesi? Sawa. Biasumba, nilikuwa nataka maoni yako na uzoefu wako kwenye hilo. Kama kiongozi ambaye uko mwandamizi hapo serikalini, umefanya kazi kwenye taasisi kubwa kabisa ya Ikulu hiyo, ambapo rais mwenyewe yuko pale. Nikawa natamani uzoefu wako kwenye jambo hilo, pengine unaliona vipi? Ahadi za mwaka 2020 baadhi nyingi hazikufika. Kwa mfano ahadi 2015 ile zaidi ya 80 na ushahidi wake pengine wanasema bado hajafika. Kwa muktadha huu wa mambo ya lawama, wewe binafsi unapewa nafasi ya kuchagua kubaki mwaminifu kwa chama hata kukikosoa demokrasia, au kusimama na wananchi kama chama kinakukata. Ni lipi linaweza kuwa chaguo lako? Unapata nafasi ya kwa lawama na changamoto pengine na mengine tumeainisha. Wewe binafsi unapata nafasi ya kuchagua kati ya haya mawili: kubaki mwaminifu kwa chama hata kikikosa demokrasia,
au kusimama na wananchi hata kama chama kitakukataa? Lipi ni chaguo? Ngoja nikueleze. Usiniambie kabla ya uchaguzi wa nini unachotaka kusema. Niseme tu jambo moja, kwamba wewe hapo unachotaka kuelewa ni kwamba je, nitabaki ninaiamini CCM? Nataka nikwambie, swala sio kubaki katika CCM. Swala hakuna hata mbadala wake. Hakuna hata mbadala. Nakwambia kuna mambo ni ya kibinadamu kabisa, wala yahusiani kwa sababu wewe ni wa CCM. Tumeona hapa chama hicho kingine unachokitaja wewe, sitaki hata kukitaja, wamechanana nguo, wameaibishana mpaka unashangaa unatoka CCM unaenda wapi wakati kwenye huko kuna mazabe. Kuna chama kimesimamisha rais wake yuko njiani, mara aje mara atoke, ghafla kimesema kabisa tumchague urais Samia na mbunge tumpe yeye. Unaweza ukaangalia mwenye chama kasimamisha mtu kugombea, lakini kwenye mkutano wa kadamnasi anasema jamani, urais mpe Mama Samia. Kwa maana hiyo kuna kitu amekiona kwa Mama Samia. Kuna kitu, ngoja nikwambie, nilikuwa nasoma data za Amerika. Hata wao ahadi huwa ziende 100%. Haziendi 100%. Mimi nikiwa mbunge nilikuwa natumia data. Usione bwana, demokrasia ni hatari. Nilikuwa natumia data. Iwe ni education, nilikuwa naangalia Uganda, Kenya, watu wanafanyaje. Swala la miradi au swala la hadi, unaangalia hata Amerika ifiki 90%. Kwa hiyo la kufanya ni kwamba unakuwa umepredict kwamba mimi nitafanya mpaka hapa, lakini resources au tuseme mali, fedha, nguvu za wananchi, mikakati ikapungua kidogo. Lakini hebu tuangalie 2025 mambo yote ambayo Mheshimiwa Magufuli, miradi mikubwa ya kimikakati tena ambayo yeye mwenyewe alikuwa anabuni na anaona linakwenda na anaona wananchi watakubali, watafurahia, anaendelea. Kina alipokufa tu Mheshimiwa Rais Mama Samia amefanya miradi yote. Miradi yote ya kimkakati yote iko kazi. Hicho ni kitu ambacho hata wewe ungeipongeza serikali yetu. Leo hii tunavyoongea, meli meli ya mpya imeshatua leo. Ukiangalia ndege ambazo zingine zilikuwa zimebaki amezileta, ukiangalia SGR, ukiangalia barabara, ukiangalia mahospitali, ukiangalia, jamani, kuna vitu vingine tumepita, tumevifanya kwa kiwango kikubwa hata kupita tulivyotarajia. Kwa hiyo sasa yaliyosalia tunayabeba, tunakuja nayo tena kwenye awamu ya ngapi? Ya sita, yani kumalizia awamu ya 6. Kwa mimi ninachojaribu kukueleza au na yote anayenisikiliza, hakuna nchi inafanyaga 100%, bado kuna percent, lakini unaangalia kipi positive na negative, unavipima hivi kweli wameshuka kabisa au wamefikia asilimia fulani, na watu waamini tuende. Na ndio maana tunaaminika. Hakuna chama ambacho unahisi kitaishi kama Mungu na malaika. Vyama vyote vitakuwa na mgusano kwa sababu ni ubinadamu. Asante sana Bi Assumpta Mshana. Yalikuwa mazungumzo Mshama, yamekuwa mazungumzo mazuri kabisa. Yametochukua takriban dakika hizi 30. Asante kwa kutazama Hard Copy ya leo. Jina langu ni Malik Mansur, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea.